Mtakatifu siku zote. Ni mapenzi ya Mungu wewe kujaa Roho Mtakatifu siku zote. Baada ya hapa, naomba tuchukue vyombo waimbishaji wazuri, tutaabudu Mungu kwa dakika hizo. Kila mmoja atapata nafasi ya kuomba. Wala huku nitaruhusu waje wachanga tu, wachanga. Wanakuja hapa. Wengine wote, yani ni siku ya kutulia hapo kwenye kiti chako na kuomba Roho Mtakatifu akae na wewe, akujae. Na tutawafanyia maombezi hapa huko. Sema amen. Nimeeleweka? Ni mapenzi ya Mungu ujae nini? Sio ujae matatizo au kujaa maroho mengine. Leo watu watawapendwa wanakuwa wamejaa maroho mengine, na kujaa maroho mengine utaona ishara za ulivyo wewe. Muonekano wako umeshindwa kubadilika, hata muonekano. Yaani ubadiliki kila siku, una sura tu ya dunia. Maneno ya kinywa chako, utazamaji wa macho yako, majibu ya kinywa chako, namna unavyoweza kuvaa, kunaonesha bado uko katika dunia. Namna unavyowaza, namna unavyoamua mambo, namna unavyotaka kufanya. Mbona unataka kufanya kitu nje ya neno la Mungu? Ukiona unafanya kitu nje ya neno la Mungu, jua kabisa hapo lazima unajaribiwa. Na mtu atakaye kuokoa wewe na majaribu ni Roho Mtakatifu. Alimuongoza Kristo akaenda nyikani, akawa naye akashinda. Utatafutwa sana wewe, na unatafutwa, utatafutwa na unatafutwa sana. Lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani, atakusaidia. Amen. Kujibu kwenye ndoa hiyo. Ndoa ni suitable. Ndoa ni tamu. Amen. Sisi tulikuwa tunajadili hapa mataraka haya hapo kwa watu wasio na Mungu, na bahati mbaya kwa mtu hana Roho Mtakatifu anaweza kusasa. Yaani anaweza kuiona hata hiyo ndoa ni kitu ovyo. Lakini walio na Bwana wanajaa na Roho Mtakatifu, wanaheshimu hasa ndoa na iheshimiwe. Kwa hiyo majibu na nini na kuchukuliana unakuwa kiroho. Tusimame basi. Waimbishaji njooni. Hapa tukipaka saa fulani hivi. Ukifumba macho, kuna wale wengine wanapenda kufungua macho. Yaani ukifungua macho tu wakubonyeza nje. Nataka kila mtu aombe. Kwa hiyo hapa umepewa kipindi cha kuomba. Usiombe mavazi leo. Usiombe uzima wa mwili. Wewe mwambie Bwana, nataka Roho Mtakatifu kama neno linavyosema, na mimi awe sehemu yangu. Anisaidie, maana nitasafiri, nitakuwa kule, wakati mwingine talala usiku, watakuja wachawi, akwambie leo kuna wachawi, kemea. Yaani hivyo tu maombi mafupi, sema amen. Lakini amini. Funike macho yako. Wale wachanga kabisa, wachanga katika imani, pite mbele hapa. Wanangu, piteni mbele. Ajizaniaye kwamba yeye ni mchanga, nahitaji Kristo, Roho wa Bwana ndani. Hapa mbele. Na singependa yule ambaye ni amekuwa apite hapa. Nataka mchanga kabisa. Hilo wa kwanza njoo. Na wengine waliokoka karibuni, kisemi waliokoka karibuni. Setini hapo vyombo vyenu mwanze kupiga. Waliokoka karibuni. Huyu hapa. Chap jamani. Hapa tutapiga tu magoti. Ninyi mnaombea huko, utaombea huko, na ujitahidi leo kuomba umepiga magoti. Maana sisi tunataka tuweke mikono kwa watu wote mliokuja hapa kanisani. Watapita huko kwa mtu mmoja mmoja. Wewe shughulika na ombi hilo. Funike macho yako. Utapata nafasi ya kumwambia Bwana, funike macho yako. Ona ni muhitaji, yuko Mungu Roho Mtakatifu. Leo ni kipawa kwa ajili yako, anataka awe na wewe. Tuabudu Mungu.
Ninataka kujaa Roho Mtakatifu. Tunazo dakika hizo hapa, kama unaweza kuweka biti, weka biti ibe peke yake. Hakuna sihitaji msala huo, weka biti au wimbo fulani upige peke yake kwenye chombo na nini, mwingie kwenye maombi katika jina la